Tunalibariki jina lako, Muumba wa mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa kuwa umetupa uhai tena na umetupa neema ya kuja nyumbani mwako kwa ajili ya kuja kukutumikia. Tunakuinua hata sasa kwamba tuko mbele za uso wako. Ulituumba kwa sura na kwa mfano wako ili tuyafanye mapenzi yako, na kwa njia ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Golgotha ukatununua sisi ambao tusingeweza kustahili, tukastahili tu kwa sababu ya damu iliyomwagwa msalabani. Na tulipoamini kwa njia hiyo ukatusafisha, ukatuhesabia haki, ukatufanya kuwa watoto wako. Pokea sifa na utukufu Mungu, Bwana wa kanisa. Uinuliwe Baba uliye hai, usiku na mchana ukiyalinda maisha yetu, ukituongoza yapasayo, ukituonya, ukiturudi, ukitufurahia. Pokea heshima na utukufu Bwana. Sante kwa uwepo wako, sante kwa kutuvusha katika ule mstari ambao tusingekaa tuvuke. Uinuliwe Mungu mkuu. Na sasa tuko mbele za uso wako, tunaomba uwepo katikati yetu, tusiwe peke yetu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kushinda akiwa peke yake. Hata kama nakuita, usipokuwa pamoja nao ni kazi bure. Wana wa Israeli walikaa utumwani miaka 400 na kitu, na ndio alivyomwambia mzee Ibrahim, uzao wako utakwenda utumwani miaka 400, kisha nitaurudisha hapa. Tazama, wakiwa utumwani watu wengi walikufa, wakiwa utumwani uzao wao uliangamizwa, wachache wakapona. Na mkono wako uliosema hivyo Bwana Mungu wa Ibrahimu, walikuita kwa jina lako, wakasema we ni Mungu wa baba zao. Walimtaja Ibrahimu mbele yako, walimtaja Isaka, Bwana, lakini walibaki utumwani. Walilitaja jina lako, lakini walibaki utumwani mpaka miaka ile ilipotimia, ndipo ukamtokea Musa. Baba, wewe ni Mungu mkuu sana, na kutoka hapo ikadhihirika unavyotembea pamoja na wao. Kutoka hapo kawafuta machozi, kutoka hapo mioyo yao ikainuka tena, wakakumbuka, wakasema na neno lako ni amina na kweli. Wakasema neno lako litokalo kinywani mwako linadumu. Baba, ukadumu pamoja na kanisa lako, ukadumu pamoja nasi. Mungu, ukadumu kuwa pamoja na kanisa, ukadumu pamoja na uzao wetu, ukadumu pamoja na nchi hii. Mkono wako uwe pamoja nasi, ulinzi wako mkuu kawe pamoja nasi. Uliniambia wewe uko Tanzania, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Neema yako ifunike watu wako, watokapo na waingiapo. Neema yako idhihirike Yesu. Hatuwezi kutegemea akili zetu, hatutaweza kutegemea nguvu zetu. Wewe Jehova, wewe nisi, wewe Yehova, wewe tabibu mkuu, Bwana wa majeshi, niko ambaye niko. Bwana uliyelijaza kanisa lako na Roho Mtakatifu, usinyamaze juu ya watu wako, usinyamaze juu ya njia wanazopita, usinyamaze juu ya mahali wanakofanya shughuli zao. Usinyamaze Yesu, usinyamaze Baba wa kanisa, wewe unalitazama kanisa. Usinyamaze Jehova, usinyamaze Jehova, usinyamaze Yesu Kristo, usinyamaze tu, kwa sababu tunakuita kwenye nyumba hii. Unaposhuka kwenye nyumba hii ulioliweka jina lako, usinyamaze juu ya nyumba za watakatifu wako. Damu yako iwe ni ishara ya kufuatana na watoto wako wanapoelekea manyumbani, wanapokuwa kazini. Mungu mkuu, malaika wako wasipungue. Malaika wako walipigana vita kule Misri, walitazama ile damu, na ile damu ya wanyama ambao ulimwagiza Musa wachinje wanyama, na wakapaka damu
za wale wanyama kwenye mimo ya milango yao. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba unawalinda. Ndio maana malaika wako alipopita alikuwa mwangalifu kuangalia hiyo damu. Baba, naomba kwa damu ya Yesu Kristo ukalinde watakatifu wako na watu wako uliowaita kwa jina lako, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye hai, wewe ni Baba unayesikia. Tunakualika pia kwa ajili ya ibada hii. Yesu, tumekuja kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu awaye yote, kwa ajili yako. Fungua mbingu utuhudumie, fungua mbingu useme nasi, jina lako lihinudiwe. Asante kwa kunisikia. Ulinzi wa uungu wako kawe pamoja nasi. Pigana vita vya siri na vita vya wazi, katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na mtu mmoja aseme amina. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Tuko tayari? Amen. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii. Tunajiachilia mikononi mwako sasa kwa ajili ya ushuhuda. Wape neema watoto wako ambao watasimama mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu kupitia jina kuu, jina la Yesu. Amen. Nawapenda. Niko na mke wangu hapa. Tuko kwenye madhabahu ya Bwana mahali hapa kanisa la Grace Vuka Jordan. Tunaamini ni ratiba ya Mungu mwenyewe kutufikisha hapa. Sisi tumetoka Mafinga. Kwa majina naitwa mtumishi Oscar Kaduma. Nimeambatana na mke wangu anaitwa Dionisia. Tuko kanisa la EAGT pale Mafinga. Lakini katika safari yetu ya wokovu tuliokoka miaka 2004. Mwenzangu aliokoka kabla. Mungu akatupa neema ya kumjua. Lakini tulikuwa tumejuana kabla hatujaokoka. Nafikiri wengi mnaelewa nikisema hivyo. Mungu akatusaidia tukaendelea kukua katika wokovu. Lakini kufikia 2007 tuliongozwa kwa taratibu za kanisa tubariki ndoa yetu. Tulivyobariki ndoa ndipo Mungu alipoanza kujifunua na kutueleza mengi kwa habari ya utumishi wake, lakini na mapito ambayo tulikuwa tunaonyeshwa. Sasa moja mambo ambayo yalijitokeza, kwa sababu ni mengi na yatachukua muda, nifupishe tu kusema mama alikutana na changamoto nyingi, ikiwepo kufungwa tumbo lake kwa uvimbe wa mama anafahamu ule ugonjwa unaitwa fibrosis. Ikawa imemtokea. Tuliomba Mungu akafanya muujiza. Ya kwanza ilikuwa operation. Ndani ya muda mfupi tukashangaa limetokea tena uvimbe. Tulivyoenda Muhimbili tukaongozwa kwamba tusifanye operation. Roho Mtakatifu akatusaidia, tukaingia maombi ya kufunga. Mungu akafanya muujiza akamponya. Amen. Lakini lile jambo kufikia mwaka jana likarudi tena. Kapimwa tena akaonekana na uvimbe, akiwa amekuja hospitali ya Benjamin Mkapa hapo Dodoma. Mbali ya ugonjwa huo, bado alionekana na tatizo lingine la mgongo ambao umekuwa ukimsumbua sana kazini. Mgongo wake kwenye pingili za mgongo kulikuwa kuna uvimbe au tuseme kinyama kimeota kwa chini, mwisho ni pale. Ilikuwa inamfanya ashindwe kukaa kwa muda mrefu au kusimama kwa muda mrefu. Ilikuwa ni maumivu sana, hata wakati wa kulala ni shida kwa kweli. Kwa hiyo mimi kama mtumishi nikaona mapito ni mengi, mambo ni mengi tu, hasa kwa upande wa mwenzangu mbali na ya kwangu. Ilifika mahala nikasema, Mungu, huu ni utumishi gani na kutumikia, na umeniweka mpaka kuwa viongozi, na umesema umeniita mpaka nije nikuchunge, mbona haya mambo yananipata ni magumu? Lakini
Mungu kanuni yake ni kwamba wakati mwingine kunyamaza kimya si kwamba hakuna majibu, ila kama alivyotufundisha askofu hapa, Mungu anakufundisha namna ya kunyenyekea na kumtafuta ili useme kwamba yuko Mungu atendaye mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hilo jambo likatuleta mpaka wiki 2 zilizopita tulikuwa hospitali Dodoma. Tuseme wiki ile ya Jumamosi tulikuwa kule Dodoma. Mama amepimwa, wakashauri kwamba atumie dawa, lakini wanaona panahitajika operation. Mbali ya hivyo, hapa shingoni kuna uvimbe unaitwa goiter, nao wakasema inabidi pia afanyiwe operation. Lakini nikiongezea na hapo, mama huyu tukiwa pamoja hakuonekana kuwa na tatizo lolote. Lakini baada ya kuibariki ndoa yetu tu 2007, 2008 mwezi wa pili nikashangaa ameanza kuumwa sana. Kumpeleka hospitalini tukijua ni matatizo haya ya tumbo, tukapata jambo lingine tena. Wakasema madaktari wamegundua kwamba mwenzangu ameathirika. Mimi ni mzima lakini ameathirika mwenzangu. Jambo lile lilitabisha kwa miaka mingi sana. Nilimsihi Mungu tukiwa pamoja kwa maombi ya muda mrefu. Sasa piga hesabu kutoka 2008 inathibitika mpaka leo, kama mtumishi unapita kwenye hali hiyo. Kwenye ndoa ni changamoto, tulioa tunafahamu hiyo. Bwana tusaidie. Lakini Mungu alikuwa ananifundisha kitu. Sasa mpaka tunakuja hapa, nasema hayo kwa matuo ili kutochukua muda. Mpaka tunafika hapa, Mungu alituongoza kwa maombi, tena akisema na mke wangu mwenyewe kwamba taenda kwenye kanisa hili, baada kuwa anafuatilia vipindi vya kanisa hili kupitia YouTube. Na mimi nilivyoshiriki kuviangalia vile vipindi, nikashuhudiwa ndani, hapa pana Mungu na huyu ni mtumishi wa Mungu. Kama uko rohoni mtumishi wa Mungu, huna haja ya kujua huyu ni wa Mungu au si wa Mungu. Kuna vitu viko wazi kabisa. Moja ya sifa ya mtumishi wa Mungu yoyote, hajipendi yeye, anapenda watu, kwa sababu ameitwa na Mungu kuwatumikia watu. Mungu anaita mtu ili awafungue watu, lakini zaidi ya kutumika, sifa na utukufu anapewa nani? Mungu. Kwa hiyo nilimwambia Mungu, tunapokanyaga hapa Jumamosi tulikuja hapa, Ijumaa mama Ijumaa asubuhi tulikuja hapa, tulifanya tendo moja la imani. Tulitarajia kutakuwa na ibada Ijumaa hapa ya zone. Tulipopiga simu wakasema huwa tuna taratibu za ibada ya zone, lakini kufika hapa yule tuliwasiliana naye akasema leo hakutokuwa na ibada. Lakini sisi tukasema ngoja tukafike tu tukanyage lile anga la pale au ardhi ya pale. Mungu alipotufikisha hapa kukanyaga haya maeneo, kanisa limefungwa, lakini tukiwa hapo nje tukatamka, tukitembea kuelekea kule uwani, tukatembea tunazunguka, tukaongozwa tuseme kwa sababu tumekanyaga ardhi hii, tuamini kila kitu kimekwisha. Na tukasema Bwana, tumekufuata wewe, kwa sababu tukiwa kwenye maombi Mungu alimtokea mama akamuuliza, unataka kwenda Arusha? Mnajipanga kwenda Arusha, unaenda kuonana na Sumbe au unaenda kuonana na nani? Kwenye ndoto mama akajibu, tunakufuata wewe Yesu unayetenda kazi na mtumishi Sumbe. Kwa hiyo kwa majibu yale na mama alivyonieleza na ule ushahidi, nikamwambia Mungu anatuthibitisha kwamba ndipo uponyaji wetu na nyumba yetu na huduma yetu inakwenda kufunguliwa. Kwa hiyo tulipokuja hapa tukaongozwa haya maneno, tukatamka tukiwa kwenye maombi. Jumapili sijawahi kuona huyu mama, mimi ni mtumishi, sijawahi kuona mama akishikwa na nguvu za Mungu mpaka kuanguka vile. Lakini Bwana alitenda muujiza. Jumapili tulikuwa tumekaa hapo, Mungu alishughulika naye. Na
nashuhudia hayo leo, natamka kwa imani, lakini niliwaambia wazee wa kanisa kwamba ninaamini ndani ya muda mfupi, kwa sababu muujiza, lengo kuu la Mungu ni kwa wasioamini, na kupitia vipindi kama hivi vinarushwa, wengine wanataka kuamini kweli yuko Mungu. Sasa mimi natamka kupitia madhabahu hii, na muamini Mungu wa madhabahu hii, Mungu ameshafungua vifungo vyote na ugonjwa wote umeondoka. Lakini naahidi baba mtumishi wa Mungu, tutakwenda tena hospitali, kwa sababu tulianzia huko, ili tukapate vithibitisho, na Mungu atatuwezesha kurudi tena hapa tuonyeshe vile vya kuumwa na hivi vya Bwana kwamba ametuponya. Kwa Yesu makofi kabisa. Nilionyeshwa na mke wangu pia alionyeshwa, tumbo lake lilikuwa limefungwa hata tusizae, lakini baada ya maombi hapa tukaona tunapakata mtoto. Zaidi ya hapo, mimi kama mtumishi, lakini mimi pia nafanya biashara na shughuli mbalimbali kwenye mtandao, wanaoniona wananifahamu. Nimekuwa tu si mfanyabiashara, lakini kiongozi kwenye sekta ya misitu kule Mufindi. Nimepita kwenye mapito makubwa sana, lakini Mungu alisema na mimi si tu katika kumtumikia, lakini ataniinua kwa ajili ya huduma yake ya kumtumikia kifedha. Nimepita mapito magumu, imenipelekea kupoteza fedha zangu nyingi, hata kuingia madeni makubwa. Lakini kuna neno alitamka mtumishi wa Mungu hapa, ya kwamba semina hii inakwenda kuwainua watu na kupeleka viwango vingine vya juu. Nimelipokea lile neno. Baba, ninakuhakikishia Mungu wangu amenijibu kupitia wewe. Amen. 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 Barikiwa sana. Na jana asubuhi kuamkia leo nimeona mtumishi wa Mungu akinitokea. Ninaamini ni ishara kwamba kitu kimefanyika. Nisiwe na mengi sana zaidi ya kusema madhabahu hii ina majibu. Amen. Narudia kusema watu wa Mungu, madhabahu hii ina majibu. Kwa sababu nimepita na familia yangu kwa matatizo haya more than 25 years. Mengine 30 years. Lakini Bwana amesikia kilio chetu. Na tunajiona hapa ni wepesi. Bwana ametenda. Mungu awabariki sana. Labda kwa dakika moja. Mama, kama una neno pia baada ya baba kusema, angalau kwa kifupi kuthibitisha anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu amenitoa mbali sana. Nimeajiriwa mwaka 91 nikiwa nimetafutiwa kazi na dada yangu wa kuzaliwa tumbo moja. Lakini katika kunitafutia ile kazi, kumbe yeye alikuwa na sababu nyingine ndani yake. Katika kunitafutia kazi miaka 4 ya kwanza nilikuwa nampa yeye mshahara wangu wote. Kwa hiyo kwa sababu tulikuwa tunakaa nyumba moja, siku noti kitu chochote. Lakini baadaye baba yetu alipokuja kututembelea kwenye ile nyumba ambayo alitujengea baba yetu, akagundua kwamba katika kazi yangu niliyoajiliwa sina kitu chochote ninachokifanya. Kwa hiyo baba akanipa maagizo kwamba nisimpe tena mshahara. Ndipo vita ilipoinuka kati yangu mimi na dada yangu. Akawa ananiendea kwa waganga, ananifanyia vitu vibaya. Dada yako kabisa aliye tumbo moja? Dada yangu kabisa tumbo moja, na ndio festiboni wetu. Sasa ndio matokeo kama alivyosema mchungaji, ndio hayo mliokutana nayo? Ndio hayo niliyokutana nayo. Niliwahi kufanyia operation. Ni matokeo ya maneno yani maneno aliyonitamkia, kwa sababu yeye alichukua nafasi ya mama baada ya mama yetu kufariki. Yeye ndo aliyetulea. Okay. Kwa hiyo akawa ananitamkia maneno magumu sana, akanambia kupitia kukataa kunipa mshahara wako, kuanzia leo utaishi maisha ya kimaskini. Magonjwa, kila aina ya ugonjwa nitahakikisha unakupata, na utakuwa maskini maisha yako yote, na hautakuja kuzaa maisha yako yote. Utaiona tu damu ya mwezi, lakini damu ya uzao hutaiona. Kweli nilipitia matatizo hayo. Operation ya kwanza nilifanyiwa, nikatolewa mayai 5 ya kuku wa kienyeji tumboni kwangu. Katika zile vimbe, mojawapo lilikuwa ni vimbe kubwa
ambalo linafikia kama nusu kilo hivi, lakini ndani yake kulikuwa na mifupa. Hatuelewi ni mifupa ya namna gani, lakini yale mavimbe mengine yalikuwa ni mayai ya kuku wa kienyeji. Kwa hiyo nimepita kwenye mambo mengi magumu sana. Wakati fulani aliniendea kwa waganga wa kienyeji wawili kwa nyakati tofauti, lakini wale waganga niliwahi kuja kukutana nao kwa vipindi viwili tofauti, wakaniambia siri ya dadangu aliyokuwa anaenda kunifanyia kule. Nikawauliza, kwa nini hamkutekeleza nia ya mteja wenu au kusudi la mteja wenu? Wakanambia kwamba hawakuona sababu ya mimi kufa, kwa sababu alikuwa ameenda kuwaambia waniue. Kwa hiyo wale watu wakasema hawawezi kuniua kwa sababu hawaioni sababu ya kuniua. Kwa hiyo matokeo yake ndio haya ambayo matokeo yake ndio haya, kaniletea magonjwa ya kila aina, tabu, mateso. Hata ile hali ambayo mchungaji jana uliisema kwamba uliamka asubuhi saa 11 ukaona kichwa kizito, mwili mzito, miguu kama inavutwa, ndio maisha yangu nilioishi maisha yote. Nimeishi hivyo kwamba kila nikilala usiku mume wangu anapata shida sana kunihudumia. Mwili unachemka mwili mzima, alafu miguu inakuwa kama imefungwa kamba, inavutwa, mikono, mifupa, mishipa, mgongo, yani kila mahali sehemu ya mwili sina raha kabisa. Sasa kwa ufupi, pamoja na matatizo yote, Mungu akaja akakusemesha. Mungu akanisemesha. Mwezi wa tano nilikuja hapa, tulikuja kwenye semina ya wa makatibu mahususi, tulikuja hapo Ngurudoto. Kwa hiyo nikafanikiwa kuhudhuria ibada siku ya Jumatano. Kwa hiyo nilivyorudi nyumbani ndo nikamwambia mume wangu, nikamshuhudia, ndio tumekuja hapa, lakini tunaamini kabisa kwamba Mungu ametenda. Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana. Amina. Asante sana. Kanisa, simama. Nyosha mkono wako juu hapa. Laana inapokuwa na halali inapiga mtu. Laana ikiwa na halali inafanyaje? Inapiga mtu. Lakini laana isipokuwa na halali haipigi mtu. Kwa hiyo naweza kusikia kwa kifupi mama alivyosema chanzo chake ilikuwa ni nini. Hayo nataka niseme. Hata kama ilikuwa ina halali, Mungu aliingilia kwenye semina hii, uhalali ule haupo. Haupo. Na nataka niwaambie, jaribu kufikiri, ni waaminifu kwa Mungu, ni watumishi wa Mungu, lakini wamesambaratishiwa. Ukishawahiwa kwenye ulimwengu wa roho na adui, ndio maana adui anakuja kujiproud, kuja kujisifu mbele yao. Haitakaa itokee. Yaani kama vile yeye ndio Mungu. Kumbe unaona ni yeye anaongea, sio yeye, ni ile miungu ilivyompa hakika. Kama vile mtu anavyoweza kuongea akiwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu, na wao wanaongea katika uwepo huo. Lakini asante Mungu amewalinda. Amewalinda. Sogea hapa. Baba, ninakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Tumesikia shuhuda za watumishi wako. Najua jambo hili kutoka sasa. Wewe ndiye mkuu wa operation, ndio maana unaitwa tabibu mkuu. Iwe mwisho wa mateso haya. In Jesus name. Iwe mwisho wa mateso mtumishi wako alikopita. Mighty name of Jesus Christ. Amen. Ufalme uliokaa juu yenu mwisho. Ufalme wa kiganga na mauti mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Jesus. Amen.
Asante Bwana. Nuka mwanamke, uko huru. Ninaomba mwende mkathibitishe kwa madaktari. Amina. Kama ambavyo baba alisema. Sawa jamani, kathibitishe kwa madaktari. Alafu mtarudi hapa, na siku mkirudi hapa mtashuhudia, kanisa litawarudisha makwenu mnakokwenda. Asanteni sana. Barikiwa sana. Asante sana. Tumpe Yesu makofi kabisa. Sasa naomba tuchukue Biblia zetu. Nataka kusema kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza na juu ya lango. Baada ya hapo basi watajitokeza kuja wala ambao tayari wamejiandaa kama wazaliwa wa kwanza, au kama umeleta mtoto wako mzaliwa wa kwanza, ama kama wewe mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza na hukuwahi kutolewa madhabahuni. Kumbuka hujawahi kutolewa wapi? Madhabahuni. Ndio inakuhusu hiyo. Amina. Ama we kama kwenu ni lango, kwa maana haijalishi umezaliwa mtu wa tatu, wa nne, wa pili kwenye familia, lakini kama ni lango na unajijua katika familia ambazo nitaeleza kidogo, ama wewe ni kama Yusufu, maybe hakuwa mzaliwa wa kwanza lakini alikuwa ni lango. Mungu alimuita kama lango kwenye hiyo familia. Ama yuko kama Musa, maana Musa hakuwa mzaliwa wa kwanza. Ama kama Daudi ukawa lango. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, anaelezea juu ya malimbuko. Mwanzo unamwona wana wa mtumishi wa Mungu Adamu. Mungu anaanza kueleza juu ya malimbuko. Mwanzo sura ya 4 unakuta watu wanaanza kumtumikia Mungu hata kama baba yake alikosea, lakini tunaona Mungu bado anafuatilia kile kizazi, wanaanza kumtumikia Mungu. Tunaenda sawa eh? Ukisoma Mwanzo 4 mstari wa 2 mpaka wa 4, inaelezea watu wawili tofauti. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake kwa sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Sasa hapo ndio inaanza shida. Lakini tunaona hapa wanaleta malimbuko. Sema malimbuko. Ni sawa si sawa? Na Jumapili nilisema kuna vitu vya kurekebisha kibibilia ambavyo watu tumeelewa tofauti ama wengine wameelewa sawa. Tunaposema malimbuko, yanaweza yakawa ya shambani kwako, yanaweza yakawa ya mifugo yako, yanaweza yakawa ya mshahara wako. Tunaenda sawa eh? Ikifikia kwenye wanadamu, wanaitwa wazaliwa wa nini? Wa kwanza. Kwa mazao yanaitwa malimbuko. Maanake mazao ya kwanza. Unapolima kama ni mahindi, unachukua shamba lote kulipeleka madhabahuni kanisani jamani?
si ndio? Kama shamba lote uvuni ukapeleka madhabahuni ukasema haya ni malimbuko, vivyo hivyo mshahara wako wa kwanza ukipata kazi haupaswi kuleta wote madhabahuni. Utakula nini? Na ndio Mungu amekufungulia njia, si sawa? Lakini unakuja kukuta baadhi ya watu wameelewa ndivyo ilivyo, ama walifundishwa sivyo ilivyo. Malimbuko ni sehemu ama ya wanyama ama ya mazao, unachukua kupeleka mbele za Mungu, kumkabidhi Mungu ili Mungu alinde shamba lako. Ndio maana Malaki anasema nitamkemea yeye afanyaye alaye, kwa sababu alishakabidhiwa. Na anasema mzabibu wako hautapukutisha matunda kabla ya wakati wake. Kwa nini? Kwa sababu malimbuko yake ulishapeleka, umemkabidhi Mungu. Si sawa ndugu zangu? Sasa unakuja kukuta, nilikutana na changamoto, watu wanasema hivi, mimi niliambiwa mshahara wangu wa kwanza wote lazima nipeleke madhabahuni. Wangapi nao walisikiaga hiyo? Sasa hiyo sio sawa. Kama ni hivyo basi waambie shamba lote mwaka huu uliolima malimbuko hiyo, shamba lote eka 2, eka 3, 5, leta yote. Sasa itakuwa ni sawa? Basi Sumbe unasema sio sawa kwa vipi? Biblia inaeleza hapa mwanzo kabisa, watu wanaenda kanisani, wana wa Adamu Habili na Kaini wanachukua sehemu ya mazao yao na sehemu za wanyama zilizonona. Hajachukua wanyama wote. Tunaenda sawa ndugu zangu? Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba malimbuko, ikiwa ni ya mazao, ikiwa ni ya wanyama, ikiwa ni ya mshahara wa kwanza umeajiriwa, usibebe wote, chukua sehemu. Ukichukua sehemu ile ambayo Mungu anakuongoza kuchukua kama shukurani kwa Mungu unapoipeleka, ndio maana kuna sehemu nyingine unakata fungu la 10, sehemu nyingine unatoa sadaka yako ya kumshukuru Mungu, na hiyo malimbuko. Sawa jamani? Mpaka hapo si nimeeleweka? Haya, twende hatua ya pili. Hatua ya pili ni mzaliwa wa kwanza wa kibinadamu. Tunaenda sawa? Mzaliwa wa nini ndugu zangu? Wa kwanza, firstborn anaitwa kwa Kiingereza. Ikiwa ni matunda yanaitwa first fruits, yana mazao ya kwanza. Soma Biblia yako ya Kiingereza itakwambia first fruits ni mazao ya kwanza. Kiswahili malimbuko. Nimeeleweka? Sasa kwa mwanadamu firstborn, ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 3, ndio maana siku ile nilikuwa nafafanua, nasema kitu cha kwanza kinachokuja ama kuzaliwa. Hesabu sura ya 3, tusome ule mstari wa 13 peke yake. Kwa wale wanaokumbuka utakuwa niligusia mistari hii kama tu ya uthibitisho. Maana yake unapokwenda kama mzaliwa wa kwanza au lango, ni vizuri unapokwenda huo naelewa Biblia imesemaje, usiende kwa mkumbo. Hesabu 3:13, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Anayesema hivi ni nani? Wazaliwa wa kwanza wote ni nani? Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, wa wanadamu na wa wanyama watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana. Umeona? Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza wa Israeli ni mali ya nani? Sasa hapa nisikilize. Alafu ametaja hapa mauti, aliowapiga wazaliwa wa kwanza wa wapi? Wa Misri. Ndio maana mtu asipompeleka mtoto mikononi mwa Mungu kwa watumishi wa Mungu akawekwa wakfu, maana yake kuna kisasi cha adui kumkamata mtoto huyo katika ulimwengu wa roho. Na akikamatwa kwenye ulimwengu wa roho, mtu huyo anazuiliwa njia zake hata kuja kuwa kama Mungu
hakutaka awe alipomleta duniani. Nimeeleweka kitu nimesema? Mungu alipowapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, kukatokea kisasi. Farao alikuwa na moyo mgumu, hakutaka kabisa wana wa Israeli watoke. Na Mungu naye alitumia njia zote kutimiza kusudi alilokuwa amemwambia Ibrahim. Uzao wako utakwenda utumwani miaka 400, kisha nitaurudisha hapo kiwa na mali nyingi. Farao wakati ulipowadia hakutaka kabisa uzao utoke, wana wa Israeli watoke. Namba 2, hakutaka watoke na mali. Sini sawa? Ndio maana mara kadhaa anamwambia Musa, mimi nimekubali kwa mapigo haya, mimi nawapa ruhusa, lakini hakuna sababu ya kuchukua mali zenu, mifugo yenu, hakuna. Nyie nendeni wenyewe mkamwabudu Mungu. Musa alikubali? Hakukubali kwa sababu Mungu alikuwa amempa maelekezo kwanza, kama alivyokuwa amempa maelekezo Ibrahim. Tunaenda sawa? Kwa hiyo kisasi hichi unakuja kukiona wapi? Mungu aliwapiga wana wa Israeli Misri, wazaliwa wa kwanza wa wanadamu, wa wanyama, wa mifugo na kila kitu. Alafu wakati Yesu anakuja kuzaliwa, wamefika nchi yao ya ahadi, wameishi maisha yanaenda. Kisasi kile cha shetani unakuja kukiona wazi wakati Yesu anazaliwa. Yesu anazaliwa, anaitwa mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi, na katika tumbo la mama yake ambaye alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Si tunaenda sawa? Tunakuja kuona kisasi anapozaliwa yeye kama mzaliwa wa kwanza, kifungua tumbo. Anapozaliwa, angalia kisasi cha Herode kinataka kumwangamiza. Tunaenda sawa? Ninapotaka kumwangamiza, Mungu naye akaingilia kati, akamkimbiza kwenda wapi? Kwenda kumficha katika nchi ya Misri. Pamoja na kwenda kumficha, angalia shetani akabuni, akasema watoto kuanzia miaka, tangu nilipopewa habari, labda mwezi mmoja umepita, huenda labda walinificha, lakini sasa kuanzia eji ya watoto wa miaka 2 kurudi chini, waue wote. Nataka kuuliza, ni kisasi sio kisasi? Shetani analipiza kisasi, hajasahau, kwa sababu yeye alipigiwa watu wake kule wapi? Misri, wakati Mungu anawatoa. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza kwenye tumbo la mzazi asipowekwa wakfu kwenye madhabahu, hukumpeleka kanisani kwa watumishi wa Mungu, unaweza ukaona ni kitu simple, ni kitu kirahisi. Kuwekwa wakfu maana yake kukabidhiwa kwa Mungu, ili Mungu amweke alama ya kwamba huyu ni mali yangu, nilimleta duniani aje atimize mapenzi ambayo Mungu anayataka kwa wakati wake. Usipomweka wakfu, ulimwengu wa roho wa shetani unamkamata. Ukimkamata, anaweza kawa mtoto mzuri, lakini hata afika kwenye hatima, ama mwingine baada ya muda unaona anaharibiwa ufahamu wake. Shida ni kwamba amewahiwa, hakuwekwa wakfu tangu mwanzo. Sema amina kama umenielewa. Haya, ongeza kitabu cha Kutoka 13. Kitabu cha Kutoka 13. Lengo nachotaka uelewe. Kutoka 13 mstari wa 2. Angalia Mungu anavyosema kwa wana wa Israeli. Nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa wanyama, ni wangu huyo. Umeona Tumeona hapo Yaani kuliko tu kuweka neno tu mzaliwa wa kwanza wote, Mungu akakurahisishia bii yake, asema kila kifungua tumbo. Jamani, hata kama hujui mzaliwa wa kwanza maana yake nini, kila kifungua tumbo maana yake mtu wa kwanza anayezaliwa. Si kimeeleweka? Ni mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama, anasema ni wangu huyo. Sema ni wa Mungu huyo. Haleluya. Ngoja niseme hivi. Anasema katika Israeli, unaweza kuuliza, kwani sisi ni wa Israeli? Sisi ni Wayahudi? Biblia inasema ndio, wewe ni Myahudi kiroho, wewe ni mtoto wa Ibrahimu kwa imani. Si ndio Biblia inatuambia hivi?
Ni sawa, si sawa? Aha. Anasema sisi ni wana wa Ibrahim kwa imani. Sisi ni Israeli ya kiroho. Ndio maana Mungu yuko pande wako. Ndio maana amekuokoa. Wewe ni Israeli ya nini? Kwa hiyo maana yake Mkristo mtakatifu aliyenunuliwa kwa damu ya Yesu. Uzao wako wa kwanza lazima upeleke wapi? Madhabahuni. Uzao wako wa kwanza hata wa wanyama, ndio ile ilisema malimbuko ya kwanza, lazima upeleke wapi? Na kama ni mbali, madhabahu yako kanisa iko mbali, Biblia inaruhusu pande mwingine, uza upeleke thamani yake. Ni sawa, si sawa? Nenda kasome Kumbukumbu la Torati 12 kwa wakati wako. Torati 12 anzia mstari wa 4 na kuendelea. Utakuta Mungu anasema hivi, unapobeba hiyo sadaka, ikiwa kwenda kuabudu kwako ni mbali, unaweza kauza hivyo vitu ukabeba thamani yake ukapeleka nayo madhabahuni. Tunaenda sawa jamani, eh? Ehe. Kwa hiyo lakini muelewe kanisa, unapokuwa Mungu anaanza kukubariki, kumbuka wazaliwa wa kwanza wa binadamu unamleta. Mzaliwa wa kwanza wa wanyama ambao nimesema ni malimbuko, zingatia. Na kila mwaka unapolima lazima uchukue sehemu. Mavuno yamekuwa tayari, mahindi yamekuwa tayari, maharage yamekuwa tayari, chochote yamekuwa tayari. Unachukua sehemu, sio fungu la 10, sehemu ya ile mavuno unapeleka kuwa malimbuko. Unaweza ukachukua labda debe 2, unaweza kuchukua debe 3, unachukua maharage labda umepata, unaona kabisa bado yako shambani, lakini unajua mpaka mwezi ujao ama wiki ijayo, hiyo ya pili ya tatu nitayavuna. Hayo unavuna tu, unatoa sehemu. Wewe si ni mtu mzima, unajua shamba la kwako, unatoa sehemu. Sasa hiyo sehemu ndio unaipeleka malimbuko, na inapokwenda kuombewa Mungu anaangalia hilo shamba lako. Baadaye ukishavuna mavuno yako, umeyaweka, umeyastore, umejua hesabu yake, kama unapata gunia 10, maana yake gunia moja unatoa sasa nini? Fungu la 10. Nimeenda sawa? Sema amina kama umeelewa. Na lengo lake ni kumkabidhi Mungu ili Mungu ahusike. Hasa kwa sababu watu wengi tumeachaga, watu wengi wameacha, wanaona kama kawaida, wanazingatia tu fungu la 10, na watoto wanazaliwa hapeleki madhabahuni. Na ukimpeleka mtoto madhabahuni, hautaki umpeleke tu kitupu, unampeleka na sadaka, inakuwa kama ushahidi. Ile sadaka ambayo unaona ndani ya moyo wako, nampeleka kwa Mungu, na baada ya kuombewa unaachilia ile sadaka. Badala umwache mtoto kama alivyomwacha Ana, alimwacha Samueli. Alimwacha kwa sababu yeye alikuwa ameweka nadhiri mbele za nani? Hiyo inaitwa nadhiri. Ndio maana akasema mimi mtoto wangu nitaenda kumkabidhi. Lakini wanaowekwa wakfu wale wanapelekagwa madhabahuni. Wanapompeleka madhabahuni, unaachilia na sadaka. Baada ya kubarikiwa, ile sadaka inanena mema. Sema amina. Tuangalie mfano wa Yesu Kristo alipozaliwa kama mzaliwa wa kwanza. Kama mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Mungu alifanyeje kwake? Ndio itakuwa rahisi kuangalia na mistari mingine kama muda utaturuhusu. Luka sura ile ya 2. Luka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hapa tunaona kuzaliwa kwa Yesu, si ndio ya? Sasa inaelezea mstari wa 1, ilikuwa ni nyakati za Kaisaria Augusto, wa kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu, maana amri ilitolewa. Mstari wa 2, orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Mstari wa 3, watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye akaondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwaye Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikakaribia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Si ndio kinaeleweka hapo eh? Lakini tayari tunaona amemzaa kifungua nini jamani?
Kiswahili tuliambiwa Agano la Kale, angalia hapa Agano Jipya, naye anaambiwa kifungua mimba, maana yake mzaliwa wa kwanza. Tunaenda sawa? Sasa tuangalie mstari wa 22 hata wa 24. Walifanya nini baada ya hapo? Sasa mtoto amezaliwa, je, walifurahia tu? Haya, mstari wa 22 mpaka 24. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Hebu sema, wakamweke kwa Bwana. Ninaeleweka hapo? Ni Biblia inajifafanua. Lengo lake kumpeleka madhabahuni, wakamkabidhi kwa nani? Kwa Mungu. Jamani, ni sawa si sawa? Alafu anasema mstari wa 23, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba, yani mzaliwa wa kwanza, ni sawa wa mamaye, na aitwa mtakatifu kwa nani? Kwa Bwana. Ndio maana ngoja niwaambie kitu kimoja kabla sijamalizia. Iko hivi ndugu zangu, Biblia nasema hivi, Yesu wakati anafanya huduma, watoto walivyokuwa wanamsonga Yesu, si wanafunzi walimzuia? Walizuia watoto. Yesu alitoa ujumbe gani? Waacheni watoto wadogo, maana ufalme wa Mungu ni. Kwa hiyo unapompeleka mtoto madhabahuni, Mungu anaona unamleta kwenye ufalme wake. Maana mtoto ambaye bado hajapambanua mema na mabaya, mtoto yule ni mtakatifu. Haijalishi ni wa dini yako au wa dini na nani. Na mimi nataka niwaulize tu, nikupe challenge. Uliza watumishi wote ambao walipataga nafasi ya kupata maono kwenda mbinguni. Mmenielewa? Fuatilia watumishi wote wa Afrika, wazungu, waliopita na ambao wapo, ambao Mungu alijifunua really, akawachukua akawapeleka wapi? Mbinguni. Wengine walipelekwa mbinguni kupewa maagizo juu ya hukumu, juu ya nini, juu ya tabia fulani, juu ambao Mungu hataki. Si ni sawa? Nikuulize swali. Na wengine walipelekwa jehanamu. Nikuulize swali. Kuna mtumishi yoyote ambaye alipataga neema akaenda mbinguni na akapelekwa jehanamu akakuta kuna watoto wanaungua moto? Si umesoma hata vitabu? Umekuta mtumishi ambaye anasema nimepelekwa mpaka jehanamu, nikaonyeshwa jehanamu. Wengine wanasema nimeona hata watakatifu ambao walikuwa naye wanamtumikia Mungu lakini wako jehanamu. Si ndio? Kwa sababu ya makosa yao. Si ndio? Uliona wanasema kuna watoto waliwakuta jehanamu. Kuna kitu naelewa? Ngoja nikupe urahisi kidogo. Ulionaga kimbunga kilichopita miaka ya nyuma kidogo, kinaitwa corona? Halo? Uliona corona? Si iliua haijaua? Ilianzia kule kwa watu walioendelea. Si ndio? Iliua haijaua? Iliua, utafikiri ilikuwa kitu kinatembea. Inaua. Watu wanaokotwa njiani, watu wanakufa. Nikuulize swali, uliona watoto wanakufa? Kwa nini hawafi na wakoto ndio wanaokota uchafu haraka? Sijui kama unaelewa kitu naelewa. Biblia imeshasema hivi, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Na mtu asipoongoka akawa kama mtoto mdogo, hata uona kama ufalme wa nani? Sasa hapa haijalishi ni Wakristo, haijalishi ni Waislamu. Kama mtoto yule hajajua kupambanua mema na mabaya, yule mtoto Mungu hana upendeleo. Anapoona ile age ya watoto, bila kujali ni wa dini gani, ni mali ya mbinguni. Paka ajue kupambanua mema na nini na mabaya. Mimi nimeshangaa Afrika, tuliambiwa huku walitangaza sama Afrika kwa sababu ya labda miundombinu au matibabu au uwezo ni mdogo. Kwa hiyo wanasema wa Afrika maiti nyingi zitaonekana wapi? Barabarani. Si walitangaza namna hii? Yaani tukatiwa hofu kweli kweli. Na kweli watu walikufa. Ilipoanza si watu walikufa. Lakini nakuuliza, uliona watoto wanakufa? Kwani watoto hawakufa? Jicho la Mungu ni tofauti na sisi tunavyoangalia. Kwa hiyo mtoto yote anapowekwa wakfu,
Kanaweza kakao na katundu kakwa hivi kana hivi, lakini kamewekwa wakfu. Hakaendi mahali, kanatunzwa na Mungu mpaka afike sehemu ya kupambanua mema na mabaya, ndipo Mungu amwachilie ili aangalie yeye mwenyewe, ajitegemee kumwangalia Mungu. Kuna watu wengine wamecheleweshwa, leo ni watu wazima, hawajapelekagwa madhabahuni, au kwa sababu ya taratibu ya dini au madhehebu, au mtu hakuwa na uamini kama wa Yesu Kristo, unakuta walishashikwa na wakateswa sana, na Mungu akashindwa kuwasaidia kwa sababu walikamatwa baada ya kushindwa kupelekwa wapi? Madhabahuni kwa watumishi wa Mungu. Nimeeleweka mpaka hapo? Sasa tunaona hapa, maana tumeambiwa mstari wa 22 walimpeleka Yesu mpaka Yerusalemu, yani kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu kwenda kumweka kwa Bwana. Angalia ile gharama tu. Wale waliobahatika kwenda Israeli wanaelewa umbali kutoka Galilaya, na sio tu Galilaya, kule alikozaliwa Nazareth kuna umbali. Mji alikozaliwa, mimi nilipelekwa wakati tulienda, wanasema nyumbani kwa kina Yusufu, wamejenga kanisa kubwa la Kiroma Katoliki, kubwa sana. Wameweka na sanamu ya Mama Maria hapo nyumbani kwao. Kutoka hapo kuja mpaka bahari ya Galilaya ni mbali. Kutoka hapo kuja Yerusalemu ni mbali, sijui masaa mangapi, sijui masaa 2 au 3, ni mbali. Sasa angalia, wanatoka umbali ule zaidi ya masaa. Kwa basi tulipelekwa masaa, si tulikuwa na private car, tulienda masaa zaidi ya 4. Sasa imagine zamani watu wanatembea na farasi kuja Yerusalemu, si karibu siku 2, lakini wanampeleka mtoto kwenda kuwekwa kwa Bwana. Amina. Sasa tunaangalia walipomweka kwa Bwana walifanyaje? Nataka tuhitimishe hapo mstari wa 27 mpaka 28. Nasema basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho yani hapa anaelezwa nani? Tulishia mstari wa ngapi? 20 ngapi ndugu zangu? 24. Tuanzie 24 tufike mpaka 27. Wakatoa sadaka kama ilivyo baada ya kumpeleka kwa Bwana, si ndio? Ili wakatoe na sadaka, mstari wa 24. Baada ya kupeleka mtoto kwa Bwana, wakatoe na sadaka kama ilivyonenewa kwa sheria ya Bwana, huwa 2 au makinda ya njiwa 2. Inaitwa sadaka. Kwa hiyo Mungu unapompeleka mtoto, maana yake unapeleka na sadaka. Mtoto akishabarikiwa unaachilia sadaka. Ipi? Kile ambacho wewe mwenyewe unasikia moyoni mwako. Umempeleka mtoto kwa heshima kwa Mungu, unaachilia sadaka kama sehemu ya kuwakilisha mioyo yenu. Mungu alimwamuru Ibrahim atoe sadaka, na baada ya kutoa sadaka ambayo Mungu mwenyewe alimuongoza ndani ya moyo wake, akatoa ng'ombe, akatoa na kondoo, alafu Mungu anamwambia uzao wako utakwenda utumwani miaka 400. Tena baada ya kutoa sadaka ndio Mungu anamuelekeza, na Mungu anamuelekeza sadaka ya kutoa. Hakutoa tu kwa mapenzi yake, alitoa kwa uongozi wa nani? Lakini hakujua Mungu anaenda kumwambia nini. Alipotii kutoa, na wakati amefukuza ndege mchana kutwa, ikafika jioni Mungu ndio anakuja kuchukua sadaka, alafu akamweleza. Alianza kumuonyesha giza nene sana, alafu ndipo akamwambia uzao wako utakwenda utumwani miaka 400, lakini nitaurudisha hapa. Tunaenda sawa? Kwa hiyo sadaka ni kiwakilishi baada ya mtoto kuwekwa wakfu na kuhani ama na watumishi wa Mungu. Unapoachilia ile sadaka, ni kile ambacho unasikia moyoni mwako siku ya ibada ya kumpeleka nini? Mtoto. Jambo lingine, malango. Sema malango. Malango, kwa mfano, watumishi wengi sana, 100% ni malango kwenye familia zao. Malango maana yake nini? Malango sio mzaliwa wa kwanza. Anaweza kawa mzaliwa wa 2 ama mzaliwa wa 5 ama mzaliwa wa 8, nategemea uzao wa wazazi wetu. Amina. Malango, angalia, Musa Mungu alimchagua kama lango, na Mungu anamchagua Yusufu kama lango.
Mungu alimchagua Daudi kijana mdogo, kaka zake wao wote ni wakubwa, lakini akamchagua yeye kama nini ndugu zangu? Kama lango. Lango maana yake nini? Lango ni sehemu ya kupitisha uungu wa Mungu, makusudi ya Mungu juu ya ile familia, ama juu ya ile taifa, ama juu ya huduma, ama juu ya watu. Zaburi 24. Acha tumalizie hapo nieleze. Zaburi ngapi ndugu zangu? 24. Uone kitu kinaitwa malango. Maana kuna mtu mwingine anajiuliza malango yameandikwa wapi? Kuna watu wanatafuta Biblia sio mchezo. Imeandikwa huku, twende. Na sehemu zingine ndio utazipata. Zaburi 20 ngapi ndugu zangu? 24. Twende. Ukianza, unaweza kaanza mstari wa 4 mpaka hapo, inaweza kaenda mpaka hata 10. Mpaka 10. Tuanzie wa 4 ili tupate. Anzia wa 3, samani, ili tupate picha halisi. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala kuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Umeona hapo Hiki ndicho nini? Kizazi. Anaposema kizazi, si ni familia Kizazi cha kwanza cha pili sikitokana na familia Si tunaenda sawa Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao nani? Mungu. Wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Anaeleza kizazi kinachomtafuta Mungu. Sasa ni kila mna, angalia hicho kizazi. Mstari wa 7. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kupita, ama apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni, mstari wa 9. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Sasa huko mbele tumeona ni kizazi, alafu anasema inueni milango enyi malango ili mfalme wa utukufu apite. Nataka nikuambie hivi, Mungu anaweza kumchagua mtoto wako mmoja wapo, ama wewe ndio ulikuwa mtoto lakini ukapewa utumishi. Wakati utumishi kwenye Agano la Kale ilikuwa Mungu anawaita tu kwa ajili ya utumishi wa Walawi, wanachaguliwa kutoka kwa Walawi. Ndio kabila liliokuwa limeteuliwa kwa ajili ya kuwekwa wakfu kwenye madhabahu. Tunaenda sawa Mungu alipomleta Yesu Kristo, kila amwaminie anapata kitu kinaitwa kanisa. Sasa ndani ya kanisa lile uliokolewa, sio ndugu zako wote wameokoka. Sasa unakuta katikati hiyo jamii, awe ameokoka, tuseme waliokoka, wachungaji wanapoitwa baada ya kuokoka au walipookoka, iwe ni mzaliwa wa kwanza, wa pili ama wa tatu, Mungu anamuinua anakuwa ni nini? Ni lango. Lango maana yake nini? Mungu anafosi kuingilia kwenye hiyo familia, kwamba hata kama wengine hawajaokoka, lakini Mungu anamwokoa mtu mmoja wapo, anamuinua ili kuhakikisha familia hii inakuwa salama. Tunaenda hiyo moja. Namba 2, unaweza ukiwa labda hata hujaokoka, lakini Mungu akamuinua kijana moja wapo kwenye familia, iwe ni mdogo wako, iwe ni wa katikati, akainuliwa, akawa msomi, akawa mfanyabiashara mkubwa. Familia yote wanamtegemea kama Yusufu. Tunaenda sawa? Mungu anapoona, anaona mbali kwenye familia. Ndio maana Mungu anaitwa Mungu ni wa wote wenye nini? Wenye mwili. Hapo hajaelezea tu kanisa, anaelezea juu ya jamii, akijua kwamba shetani anavyoweza kuharibu familia. Anajua mtu huyu kwenye familia yao ni maskini, kwenye familia yao ni wana hivi, kwenye familia yuko hivi. Mungu anamuinua moja wapo, anampa ufahamu, anakuwa msaada wa ndugu zake.
anakuwa msaada wa familia ile, mpaka watu wanasema boma la fulani tulifikiri litaisha, lakini Mungu ni mkubwa jamani. Wao wanamtaja hata kama hawamjui Mungu. Sema kweli ni Mungu ni mkubwa. Amemwinua kijana fulani, leo boma lao limejengeka, leo boma lao limefaa, leo boma lao limeonekana lina heshima. Mungu anapofanya namna hiyo ni kama alivyoinua Marekani. Marekani kila mahali wanasaidia, kila mahali wanasaidia, lakini haimaanishi wanaenda mbinguni. Saa ya kwenda mbinguni wataambiwa kama hujaokoka hakuna kuingia, umeokoka ndio utaingia. Kila anayetoa anazidishiwa. Marekani imekuwa polisi ya dunia, si ni sawa? Ni kama polisi ya nini? Wana uwezo, wanasaidia, wana teknolojia, kila eneo wanasaidia, na watu wanawapenda na wanasaidika. Si ni sawa? Si sawa? Na Mungu amewafanya mioyo yao namna hii, lakini ikifika saa ya kwenda mbinguni wataenda kwa sababu walisaidia? Wataenda kama una tiketi ya Yesu au hauna? Kaa bench. Ni sawa? Si sawa? Kwa hiyo Mungu naye kwenye ulimwengu wake wa wanadamu anainua mtu nyumbani kwako, anakuwa mfanya biashara. Sema huyu ametusaidia, huyu jamani amekuwa tegemeo. Hata kama ni kijana mdogo anamuita baba, kama anasema mama, wenzake wako wakubwa waitwi baba yeye anaitwa baba, maana ni msaada. Ni sawa? Si sawa? Kwa nini? Ili Mungu asitukanwe, hata kama hawamjui, lakini Mungu wajua amemsaidia. Walikuwa Musa na Adamu na mke wake walikuwa hawamjui Mungu, walimkosea Mungu, lakini anarudi kuja kuwashonea mavazi. Waliposema wako uchi, Mungu akawaacha. Mungu alirudi kuwatengenezea mavazi au hajawatengenezea? Na wewe kwenye familia yako ujijue, kama ni lango kama Yusufu, kama ni lango kama Daudi, kama ni lango, maanake haukuwa mzaliwa wa kwanza. Mungu akafanya mlango. Lango ni mlango ili Mungu apate neema ya kupitisha vitu vyake, iwe faida kwa familia, iwe faida kwa jamii, iwe faida kwa kanisa. Ndio maana wengine wameitwa wachungaji, lakini kwa kweli sio wazaliwa wa kwanza kwa jinsi ya kibibilia, na wala sio Walawi kwa jinsi ya kibibilia, lakini umeitwa tu kwa neema. Ndugu zako wengine hawajaokoka, wewe ukaokoka, ukapewa kundi. Wewe ni lango la Mungu, lazima ujipeleke kwenye madhabahu ukombolewe, ili vizingiti vingine viondoke. Kama umeelewa sema amina. Na Mungu anapokuangalia, anakuangalia kama mzaliwa wa kwanza. Kwenye ulimwengu wa roho Mungu anakuangalia kama yule mzaliwa wa kwanza, lakini anasema hili ni lango. Wangapi wameelewa? Asante kwa kunielewa, na Mungu akubariki sana. Ninaomba basi wakati huu, kama umeleta mtoto wako mzaliwa wa kwanza, ama we mwenyewe kwa namna moja au nyingine Mungu amekusemesha ni lango kwenye mji wenu, basi na sadaka ambayo umebeba, utakuja na sadaka yapo madhabahuni na nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Lengo kama Yesu Kristo, Biblia inasema kumweka kwa Bwana, nami nitakukabidhi kwa Mungu kama lango ama kama mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo karibuni madhabahuni ili tuwalete hao watakatifu, na Mungu akubariki sana. Kwa kuwa kila mtu sasa amesimama, nataka niombe. Baba, ninakushukuru sababu ndio siku uliyoiandaa kwa ajili ya watu wako kuja mbele ya madhabahu yako kwa ajili ya kutoa watoto wao kama wazaliwa wa kwanza na kuwaleta mbele zako, ili Mungu wa utukufu tukutakasie watoto hawa. Na wengine wamekuja kama malango ambao wamesema nao katika neema na utumishi uliowekea ndani yao, nao wamekuja mbele za uso wako Mungu, na umewaleta kwa utukufu wako ili tukutakasie watu hawa. Mungu wa utukufu, wawe mali yako
Baba, nanyenyekea mikononi mwako napokwenda kuwakabidhi mbele zako, maana unasema kuna wazaliwa wengine wa kwanza ambao wako mahali hapa waliteswa sana na adui shetani kwa sababu walicheleweshwa kuletwa kwenye madhabahu yako, ama walicheleweshwa kupelekwa kwenye madhabahu za watumishi wako, ili ukabidhiwe, ili utakasiwe watu hao, na hivyo adui akapata nafasi juu yao. Mungu, kwa kuwa sasa wako mbele za uso wako, wengine wanajua na wengine hawajui, kama kuhani na mtumishi wako, ninaomba Mungu wa Ibrahimu, adui awaye yote ambaye amewashika watoto wako na akawatesa kwa muda mrefu pasipo kujua hatima yao itakuwaje au mlango ule ulipatikanaje, Mungu, kama kuhani ninatubu mbele za uso wako kwa ajili ya makosa hayo ambayo yamkini walezi walishindwa kukumbuka, ama wazazi walishindwa kukumbuka, ama Mungu wa Ibrahimu kwa namna yoyote ile hakukuwepo na njia ya namna hiyo ambayo ulijifunua hapo mwanzo. Mimi natubu kama kuhani na mtumishi wako kwa ajili ya watoto wako ambao ni wazaliwa wa kwanza, ambao hawakuwaishwa kupelekwa madhabahuni, ama kama malango ambao hawakujua jinsi ya kupelekwa madhabahuni ama kujipeleka madhabahuni. Ninatubu na kuomba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Uwarehemu Mungu na kuwafungua watoto wako na kuwaridhia. Na kutoka sasa naomba ufungue mbingu, Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Baba mwanzilishi wa uzao wa mwanadamu, ninaomba ufungue mbingu. Ninaleta wazaliwa hawa wa kwanza mbele za uso wako, ninawatakasa mbele zako kwa damu iliyomwagika msalabani. Ninawatakasa kama malango kwa damu iliyomwagika msalabani. Mungu wa Ibrahimu, malango haya yasizuiliwe tena, wazaliwa wa kwanza wasizuiliwe tena. Kutoka sasa na kutakasia watu wako hawa, na kutakasia makuhani wako hawa, na kutakasia watakatifu wako hawa Bwana, ninawaweka mbele zako Mungu, ili yale mapenzi ambayo katika hayo uliyakusudia yawe juu yao. Mapenzi yako yadhihirike sasa, mapenzi yako yakatokee, na kama adui aliwazuilia kutoka sasa Baba, wanyang'anye kutoka kwenye mikono ya adui, wawe mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa kutoka sasa ninawakabidhi wakfu mikononi mwako, ninawatakasa mbele zako, ninawaachilia uungu wako juu yao, ninaachilia malaika wako wa kuwalinda juu yao na juu ya mipango uliyoipanga tangu mwanzo, ukafungue hiyo mipango ikatokee wazi katika maisha yao. Ninakutakasia wazaliwa wa kwanza, ninakutakasia malango katika jina la Yesu. Kama upande wa malango kama ulivyosema katika kitabu cha Zaburi 24 kuanzia ule mstari wa 6 na kuendelea, wasema enyi malango inueni vichwa vyenu, mfalme wa utukufu apite. Nami naamuru Bwana, katika malango hayo uliyowachagua kwenye familia, yamkini ufalme wa adui umewainamia, yamkini ufalme wa kiganga umewainamia, yamkini ufalme wa kichawi ulikuwa na halali nao, kwa jina la Yesu unaagiza sema enyi malango inueni vichwa vyenu ili mfalme wa utukufu apite. Maana yake upite kwenye malango uliyokusudia kwenye ile familia, kwenye hiyo jamii, kwa hiyo kadiria, kwenye huo uzao, katika jina la Yesu. Na inua hayo malango, na njia yako Mungu kutoka mbinguni iletayo makusudi yako kwa wanadamu ikapite juu ya malango, ikapite juu ya wazaliwa wa kwanza, ikapite juu ya watoto hawa, ikapite juu ya watoto wako hawa, katika jina la Yesu Kristo. Na asiwepo atake uzuilia njia zao, uhai wao, maisha yao, masomo yao, kukua kwao, kazi zao, maisha yao, usiku na mchana, katika huduma zao na kila jambo lilokusudia juu yao, katika jina la Yesu Kristo. Ninawaweka wakfu kutoka sasa, sawa sawa na majina yao ambao uliwapa katika maisha yao tangu walipokuwa umezaliwa, na wengine ambao Baba uliwapa baadaye. Ninawaweka wakfu, ninawaweka wakfu kwa sawa sawa na majina yao, sawa sawa na ubini wao, sawa sawa na kukua kwao, kwa jina la Yesu Kristo. Na majina yao yatambuliwe kutoka sasa katika kiti chako cha enzi, na majina yao yatambuliwe kutoka sasa kwamba nimewaleta mbele zako sawa sawa na majina yao, sawa sawa na majina yao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wakawe wakfu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ridhia na sadaka zao, ridhia na maombi yao, ridhia na kibali vyao. Nimeomba na kushukuru
katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Uko wakfu tayari katika jina la Yesu. Uko wakfu tayari katika jina la Yesu. Amen. Asante. Naweza kama una sadaka yako naweza kuweka kwenye madhabahu, na Mungu akubariki unaporudi taratibu. Asante sana. Na hata na wale ambao wanatufuatilia kwa maombi haya, umekuwa wakfu. Wale wanatufuatilia, kama umeweka mtoto wako mbele ya skrini yako, mbele ya simu yako, amekuwa wakfu sawa sawa nilivyoomba, na mkono wa Mungu uko juu yake. Mungu anaangalia neno lake, mkono wake uko juu yako, mkono wake uko juu yako, uko juu ya familia yako, sawa sawa na mapenzi ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Na kuna wale ambao walituma sadaka zao. Nilikuwa naambiwa na mzee wa kanisa anayeshika simu ya kanisa, wengine walituma sadaka zao na zimepokelewa. Kwa hiyo wewe ambaye ulituma sadaka na ukawasiliana na simu ya kanisa ama simu za kanisa, sadaka zako zimefika. Nimepewa taarifa kama kuhani ambaye anasimamia ibada hii, sadaka zako zimefika. Ondoa hofu, zimefika. Kama uliwasiliana na akakwambia imefika, ujue imefika. Na asante. Na ndio hizi hapa ambazo mzee wa kanisa, mzee kiongozi msaidizi wa kanisa huyu hapa, ndio hizi ambazo amezishika hapa tayari. Kwa hiyo tumeomba, tumekuweka wakfu na kile ambacho Mungu umeatuma. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Jesus. Siku ya Jumapili wakati watu wanatangazwa washirika wapya, kuna familia moja ambayo tumekuwa naye, wameomba kutangaza ushirika tangu mwaka jana. Kwa hiyo ikawa hawajatangazwa. Jumapili tulipotoka hapa, nilikutana hiyo familia hapa. Kwa hiyo mimi nilijua tayari wameshatangazwa washirika. Akasema, kaambia kwa nini hamjaandikwa majina? Siku ile ambayo mchungaji alikuwa anachukua majina hapa, wakasema hapo ndio tulipitiwa, hatukuelewa. Tuliposema watu wameona mchungaji waandikishwe, wao wakapitiwa. Kwa hiyo wakajua, kwa sababu wanajulikana zoni, kwa hiyo wakajua labda tayari, kumbe kuna hatua ilikuwa ya kumuona mchungaji. Sasa mimi ningeomba nimtaje Joseph Lonyakwa Sabaya kama yupo, japokuwa niliambiwa ameenda kazini, lakini naomba kama mke wake yupo na familia yake, tafadhali waje. Raheli Jumanne Dule ama Raheli Lonyakwa Sabaya, wiko, ili tusije tukajisahau tena. Tumpe makofi anapokuja huyo mama. Sasa asubuhi pia nikawa naambiwa jambo la ajabu sana, nikamtukuza Mungu sana. Kuja mama, simama hapa. Hao wanaishi Kisongo, naamini zoni ya Kisongo chini ya mwinjilisti wetu wanaelewa, si ndio? Baba nimeambiwa Mungu amefanya jambo. Mungu, ngoja tumsikilize mama. Amen. Ndio. Kwa katika semina siku zote 3 mpaka jana. Ndio. Kiwa nyumbani jana saa 2 usiku, baba akapata simu, haijui namba, akapokea, akasema naongea na Joseph, akamwambia ndio. Akamwambia bwana, kesho saa 2 na kuomba ufike ofisini kwangu, japo kesho ni Jumapili, lakini na jambo naona umekaa muda mrefu kuwa na kazi. Akamwambia ni kweli, ana miaka 7 tangu ameacha kazi, alibaki nyumbani tu. Miaka 7? Miaka 7 tangu 2018. Hajapata kazi. Hakupata kazi. Sasa tumemaliza semina jana, akaitwa. na ndani ya wiki iliyopita katika tunavyokuja hapa mbele, ulishika leseni yake na ulimwambia huu mwezi hautaisha.
Nilimwambia, ulimtamkia, ulimwambia huu mwezi hautaisha. Huu mwezi hautaisha. Hautaisha baba. Wakati umeshika leseni yake. Ndiyo baba. Nisaidie kupiga kelele. Mungu akubariki sana. Amina baba, tunakushukuru sana baba. Ngoja akitoka sasa huko kwenye kazi hiyo ambayo sasa ameitwa miaka 7. Mwanaume ana leseni, kazi ya kwanza ambayo alikuwa anafanyaga ilisha. Toka hapo hakupata kazi. Miaka 7 na ana leseni na ni driver. Sio kuendesha magari madogo, anaendesha mabasi. Alikuwa anaendaga mikoani, anaenda wapi? Si ndio mama? Ndio. Alikuwa anaenda mikoani na mabasi makubwa. Hakupata kazi. Miaka 7. Amekuja hapa kanisani, wamekaa karibu mwaka, anasema kati namwombea hapa. Nikakamata leseni nikamwambia mwezi hautaisha. Ulimwambia kabla huu mwezi hujaisha utakuwa umeitwa. Yesu asante. Sasa ndio maana utajua kwamba mume hayupo, lakini tunawatangaza washirika rasmi. Amina. Tunawatangaza Joseph Lonyako Sabaya pamoja na mama mke wake ambayo ni Raheli Lonyako Sabaya kuwa ni washirika wetu rasmi katika jina la Yesu Kristo. Na kwa niaba ya kanisa naomba tafadhali mzee kiongozi msaidizi, kimbia kama walivyokuwa nakimbiaga kule Makutupora. Mama huyo aliendaga Makutupora. Jeshi, maana yake jeshini. Kwa niaba ya viongozi na kwa niaba ya kanisa, si tunawapokea. Mpe mkono wa shirika kabisa. Amen. Amen. Asante sana, unaweza ukarudi. Mpe Yesu makofi kabisa. Sasa ninaomba kanisa simama wote. Nataka niombe baraka kwako. Roho yako isiwe na mashindano. Roho yako isiogope wala isiwe na mashindano. Tunamwamini Mungu. Amina. Roho yako isiwe na mashindano. Mwamini Mungu. Uko na Mungu. Mungu ambaye kila wakati ninaposimama ananisemesha na yashika maneno yake, siongezagi ya kwangu. Mungu huyu atakulinda. Mungu huyu atakuwa pamoja nasi. Na mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, hili ni kanisa lako. Hawa ni watu wako. Wamekuja kwa hiari ya mioyo yao madhabahuni pako, wakalisikia neno lako tangu asubuhi na familia zao au wao wenyewe kwa usafiri wao, kwa gharama zao, wakakaa kwa utulivu kama watoto wakisikiliza kutoka kwako. Mungu wa Ibrahimu, ninawaombea baraka zako. Natamka baraka juu ya maisha yao. Natamka baraka juu ya hatua zao, juu ya familia zao, juu ya maboma yao. Natamka baraka za Ibrahimu, baraka za Isaka, baraka za Yakobo. Malaika wako waende pamoja na wao. Jeshi la malaika wako lililokutana na Yakobo mtumishi wako njiani linaitwa jeshi la malaika. Ndipo katikati ya lile jeshi Bwana Yesu alikuwa pamoja nao. Ulikuwa unaitwa neno la Mungu. Ndipo Yakobo aliposhikana pamoja na wewe, na alipotambua ni wewe Bwana uko pamoja na huyo malaika, alikushika. Na alipokushika alisema neno moja, kwamba sitakuacha mpaka unibariki. Na wakati huo Yakobo hajikujua kwamba alikuwa amepita wapi au alikuwa anapitia wapi na familia yake. Haijalishi alikuwa anapitia wapi na utumishi wake. Haijalishi alikuwa anapitia wapi Bwana. Lakini alipokutana na wewe alikushika na akasema, ulipomwambia kumekucha niache niondoke, wewe Yakobo alikwambia sitakuacha mpaka unibariki.
na ndipo alipomtengua uvungu wa paja lake na akamwambia, nimekubariki na nimebadilisha jina lako, hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Na kutoka sasa alama ya Israeli ipo Mashariki ya Kati mpaka leo, kuna taifa linaitwa Israeli. Na mimi Mungu wa Ibrahimu na wainua watumishi wako ambao wamekusikiliza wakati wote na wale wanaonifuatilia, Mungu wa Ibrahimu mahali popote walipo, ninawabariki Mungu, baraka za Yakobo, baraka za Yakobo zikawe juu yao, kisasi kisiwe juu ya watoto wako, wala mauti zipate nafasi juu yao wala watoto wao usiku na mchana, wala ajali yoyote zipate nafasi. Bwana walinde, achilia malaika wako pande zote nne, walinde wawe salama, walinde mkono wako ukiwabariki, wape nguvu na ujasiri wanapokuita, utukufu wako uonekane kwenye nyumba zao na katika miji yao watokapo na waingiapo. Asante Bwana kwa kuwabariki watu wako, kusiwepo na laana wala uovu wote juu yao, wakastawi na kuona siku zao na maisha yao yakistawi na watoto wao. Nimewabariki na kuachilia mikononi mwako Mungu. Hakika tutasema wewe ni Ebeneza, hakika tutasema wewe ni Mungu ishie, hakika tutakuabudu na kukusujudia na kukushukuru, kwa sababu tutakuja kama ulivyotuleta. Katika jina la Yesu Baba naomba, na kisasi kisiwepo juu ya watoto wako. Amen.